Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mwaka 2026 na kuna neema ambayo Mungu ameiachilia kwa ajili yako. Na tunaanza series ambayo nimeita msimu mpya au new season. Kuna vitu ambavyo unatakiwa kufahamu Mungu anapokupa nafasi ya kuingia katika msimu mpya. Kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvifahamu ili kuweza kutembea na Mungu katika higher dimensions. Bwana Yesu asifiwe. Ili kuweza kutembea katika viwango vikubwa. Kuna baadhi ya vitu ambavyo unatakiwa kufahamu, na endapo utavifanyia kazi utaona matokeo makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufahamu, Mungu anapokupa nafasi ya kuingia kwenye msimu mpya, unatakiwa kujua assignment iliyopo ndani ya msimu mpya. Unatakiwa kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo Mungu anataka ufanye lakini vimefungwa ndani ya majira. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mhubiri anaeleza vizuri sana kwa habari ya majira. Anasema kwa kila jambo kuna majira na wakati. Maana yake kila jambo limefungwa ndani ya majira. Na katika hili kundi ndio tunapata makundi mawili ya watu. Kuna watu ambao wanafanya vitu baada ya majira kupita, na kuna watu wanafanya vitu kabla ya majira. Kuna watu ambao ni before season na kuna watu wanafanya after season. Makundi yote haya mawili ni vigumu sana kutembea na upako, kutembea na neema ya Mungu. Na sababu ni nyepesi tu. Kwa sababu wengine majira haijafika, wengine wanafanya baada ya majira kupita. Na mimi nakuombea usiwepo katika hilo kundi la watu ambao wanafanya kabla ya majira na watu wanaofanya baada ya majira kupita. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mfano ambao uone unautoa sana. Kuna mtu mmoja, mtumishi wa Mungu alimtokea akamwambia, akasema, ninakuona katika hii season unatakiwa kusoma SPA. Yule mtu alipoambiwa kwa habari ya kusoma SPA, akasema ngoja nisubirie miaka 3. Nitakuja kusoma baada ya miaka 3. Akuelewa kwamba yule mtumishi wa Mungu alipofunuliwa neno lilikuwa limefungwa ndani ya majira. Manake it was a right time. Ilikuwa ni muda sahihi wa yeye kuanza kile anachotakiwa kuanza. Kwa hiyo akadelay miaka 3. Alipodelay miaka 3 akaja kuanza kusoma SPA. Akaisoma zaidi ya miaka 5 au 6. Na alipokuwa anaombewa, mtumishi wa Mungu mmoja akafunuliwa akamwambia, kitu kinachokufanya ustruggle kwenye kusoma hii kozi unaosoma saizi ni kwa sababu ulichelewa majira. Haikutakiwa kuwa majira haya, majira yake yamepita. Kwa hiyo mtumishi akamwambia, unachotakiwa kufanya ni kuomba rehema ili Mungu akurejeshe nguvu ya kuweza kufanya kile ambacho unatakiwa kufanya. Kwa hiyo ukichelewa chochote ambacho unatakiwa kufanya, kuna gharama ambayo lazima utailipa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kuna gharama ambayo utailipa. Muulize jirani yako, wewe upo tayari kulipa gharama kwa sababu ya kuchelewa? Anaelewa vizuri. Ana idea ya biashara, huu ni mwaka wa 6. Hajawahi tafuta frame, hajawahi fungua hiyo biashara. Ana idea ya kampuni, huu ni mwaka wa 8. Anasema tu mimi nitakuja kufungua kampuni. When? Which company? How? Bwana Yesu asifiwe. Anasema nina maono. Mungu akikupa neno unatakiwa kuanza kwa humble beginning, alafu yeye ataprovide kwa ajili ya neno alilokupa. Unatakiwa kuanza hata kama hauna kitu, onesha hatua ya imani. Sasa kuna watu kila mwaka anasema mwaka huu wewe subiri tu, mwaka unapita. Anasema mwaka huu wewe subiri tu, mwaka unapita. Huu saizi ninavyozungumza ni mwaka wa 8 sio wa 6. Kila mwaka anaingia kwa mikwala. Sasa mwezi wa kwanza, na mwezi wa kwanza anakuwa na mifungo, anaomba kweli. Ikifika mwezi wa pili nguvu inaisha. Alafu mipango yote inakufa. Kuna mtu mmoja nilikuwa nafanya naye kazi,
miaka hiyo, yule mtu alikuwa ni smart. Ya ukimsikiliza unaweza ukasema mimi sijui kitu. Atakueleza mipango yake alionayo, namna atapofanya hiyo mipango, atakuandikia namna atapoitekeleza hiyo mipango. Lakini kwenye kuinitiate kila anachokisema, saizi nitoka nimemfahamu, imepita miaka 11, hamna hata kimoja alichokifanya. Kwa jambo la kwanza, Mungu anapokupa nafasi ya kuingia msimu mpya, unatakiwa kufahamu ndani ya season ni kitu gani ambacho Mungu amepanga ukifanye. Na utavokifanya chochote ambacho Mungu amekipanga kwa ajili yako, kinakuwa na grace ya kuwezesha kufanya hicho kitu. Nataka nikutolee mfano. Naomba tusome kitabu cha Yohana sura ya 2 mstari wa 4. Kitabu cha Yohana sura ya 2 mstari wa 4. Basi nitasoma neno la Bwana kama lilivyoandikwa. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Mama yake Yesu anamwambia Yesu atende muujiza ule wa kubadilisha maji kuwa divai. Lakini Yesu anasema, mama, unachotaka nifanye, it is before the season. Akijafika majira yake. Ninatakiwa nifikishe miaka 30 ndo huduma yangu ianze kwa miaka 3. Nitapofikisha miaka 33 huduma yangu itakuwa imeisha. Kwa hiyo mamake anamwambia tenda huo muujiza, anasema saa yangu haijawadia. Kwa hiyo tuna makundi mawili. Kuna kundi ambalo linafunga na kuomba, lakini kwenye hilo eneo ambalo wanafunga na kuomba, saa yao haijawadia. Mungu nipe ndoa, Mungu nipe mahusiano, lakini Mungu akiangalia anaona saa yako haijawadia. Ndio maana kama season yako haijafika, unaweza ukaomba ukafunga, hicho kitu kisitokee. Unaweza ukakemea mizimu, ukakemea wachawi, lakini hicho kitu kisitokee. Na shida sio wachawi, shida sio mizimu, ni kwa sababu it is before the season, ni kabla ya majira. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kudiscern majira ya Mungu. Kwa hiyo kuna mtu anaweza kawa yuko kwenye ndoa, anamwambia Mungu nipe watoto, lakini Mungu akimwangalia anamuona miaka 2 ndio inatakiwa apate mzaliwa wa kwanza. Na ndio maana tunasema, ukisoma neno la Mungu anasema kuna mtoto wa ahadi na mtoto wa mwilini. Kuna watu majira hajafika wanalazimisha wanapata mtoto wa mwilini, sio wa ahadi. Watu wanaopata mtoto wa ahadi wanatakiwa kusubiria mpaka season inapofika. Ndio maana Ibrahim na mke wake Sara walilazimisha wakapata nani? Ishmael. It was before season, ilikuwa kabla ya majira. Lakini pia kuna watu ambao majira yao hawajui kucheza vizuri na majira yao. Majira yao imefika, wakati ni sahihi, lakini katika ulimwengu wa roho hawawezi kuperceive nini ambacho Mungu amekusudia wakifanya. Ndio maana Yerusalemu naambia, ewe Yerusalemu, kama ungejua wakati wa kujiliwa kwako. Manake Yerusalemu ameingia Yesu ambaye ni Mungu katika mwili, lakini Yerusalemu hawako aware, wako katika usingizi wa kiroho, hawajui kitu kinachoendelea ndani ya mji wao wenyewe. Na ndani ya kanisa kuna watu ambao wako kwenye season, lakini hawa watu wamekamatwa kwenye eneo la utayari, hawana maamuzi. Kila siku anasema nitafanya, lakini siku zinaendelea kupita. Kuna mtu mmoja akaniambia kuna kampuni alikuwa anataka kufungua, na hiyo kampuni alikuwa anataka kufungua inahitaji fedha nyingi na prosesi zake ni nyingi sana. Akaniambia, mtumishi wa Mungu, mimi nasubiria mpaka nipate hizi fedha niweze kufungua hii kampuni. Nikamwambia, na Mungu anasubiria mpaka uanze atakupa fedha. Hakunielewa kirahisi, mpaka nikamwambia funga macho. Mwambie funga macho, mzimu wa babu kalipuka. Unasema yani mtumishi unaharibu hao kwa wote wao wanachelewa.
huwa wanafanya vitu nje ya majira. Mtumishi unaharibu. Alafu wewe kijana mdogo tu unakuja kuchokoza vitu vya watu. Anita mimi kijana mdogo. Nikamwambia huwa mnafanya nini? Wanasema hawa huwa tunakamata majira yao, alafu tunawaruhusu majira yakiwa yamepita. Huyu unapomuona saizi ni majira yake ya kuwa na kampuni kubwa, lakini hofu yake iko katika fedha. Nikamwombea, nilipomwombea nikamwambia fungua hivyo hivyo. Anasema anavyoanza process, akitaka hela application, anashangaa tu imetengenezwa divine incident, anapata ile hela. Anasema anaenda hatua ya pili, sijui anatakiwa kulipia nini, anashangaa amepata. Anaenda hatua ya tatu, sijui anataka kufanya, anashangaa amepata. Na aziji kwa mfululizo, anazipata kwa mchakato. Kila anachotaka kufanya kwa ajili ya ile kampuni, anashangaa hiyo hela imekuja. Anashangaa mwisho wa siku akaweza kufungua kampuni kubwa ya kimataifa. Na mpaka sasa hizi ninapozungumza hiyo kampuni inafanya kazi. Kwa hivi sasa hizi ninapozungumza kuna watu mmekalia makampuni. Kuna watu mmekalia ajira za watu. Unasema subiria nipate fedha. Na Mungu anasema subiria siku atakapochukua hatua ya imani. Ujue katika kila process ya kitu ambacho kinamhusisha Mungu, Mungu anapenda kujitwalia utukufu. Ujue kama ni yeye kafanya. Kwa hiyo anakupa kwa namna ambayo unajua kabisa huyu ni Mungu anatenda. Wewe nenda kafuatilia watu wengi waliofanikiwa. Ni watu ambao wana mawazo makubwa, hayaendani na wao kabisa. Na unashangaa yale mawazo walionayo yote yanafanikiwa. Muulize jirani yako, wewe umeahirisha vingapi? Muulize, gari yenyewe ameangalia picha afu anaahirisha kununua. Anasiangalia tu picha, anasema nitanunua tu. Nitanunua. You are not serious. Kampuni amesikia kabisa kwamba Mungu anataka nifungue kampuni ya aina fulani, lakini anasema ipo siku tu. Ipo one day yes. One day yes. Anasema ipo siku tu nitafungua. Kwa hiyo kimya anaelewa. Anaelewa kwamba umeelewa. Anaelewa kwamba umeelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna watu wana potential kubwa ndani yao, lakini hizo potential haziwezi kuwa halisia kwa sababu hao watu hawajachukua hatua. Na Mungu anasubiria hao watu watapochukua hatua tu aprovide hicho ambacho wanataka ukifanya. Unajua kuna watu ukichora tu ramani ya nyumba unapata kiwanja. Unaamini hicho? Yaani ramani ya nyumba tukimtafuta architecture, ukimwambia nicholee ramani, unapata kiwanja. Ukianza tu kuweka foundation unapata hela ya kunani, ya kuweka ukuta. Ukiweka ukuta unapata hela ya kuweka paa. Vitu vya kiimani. Ndio nasema hatuenendi kwa kuona, tunaenenda kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii Januari ninategemea kuona watu wenye daring spirit. Watu wataoanzisha vitu ambavyo hawajaianzisha. Watu wataofanya vitu vikubwa ambavyo hawajaifanya. Ila watamtegemea Jehova. Watasema Jehova atanishika mkono. Jehova atanisaidia. Jehova atanivusha. Kwa hiyo Yesu alikuwa anafahamu hii principle. Anamwambia mamake, anasema saa haijawadia. Maanake alikuwa anajua kuna saa ikifika ni season yake ya kutenda miujiza. Maanake hata sisi watumishi, kunaweza ukawa ni mtumishi una kitu kubwa ndani yako, lakini season bado haijafika. Unaweza ukawa na mantle prophetic, mantle apostolic, lakini Mungu akuangalia anaona bado majira yake haijafika. Kuna siku nilikuwa namsoma Yoshua. Yoshua mpaka anaachiwa kiti na Musa alikuwa na miaka 90. Amekaa chini ya Musa kuanzia miaka 50 mpaka miaka 90, miaka 40. Kwa hiyo angekuwa Yoshua saizi angesema mimi naanzisha huduma yangu. Huyu jamaa bwana nimekaa chini yake, huyu Musa biko jana kaanzisha huduma yangu. Lakini Yoshua amekaa miaka 40 chini ya Musa. Na anapoenda kuanzisha huduma, anaenda kuanzisha kwa kishindo, kwa sababu it was the season. Bwana Yesu asifiwe. It was the season. Nataka nikuoneshe mfano mwingine wa kibiblia. Naomba tufungue kitabu cha Mwanzo sura ya 49
mstari wa 27. Sura ya 49 mstari wa 27. Naomba nisomee kitabu cha Mwanzo sura ya 49 mstari wa 27. Cha Mwanzo sura ya 49 mstari wa 27. Kitabu cha Mwanzo sura ya 49 mstari wa 27. Neno la Mungu linasema, Benjamini ni mbwa mwitu mwenye kurarua rarua. Asubuhi atakula mawindo na jioni atagawanya mateka. Umesikia? Hizi ni baraka anazitamka Yakobo kwa watoto wake. Nilishangaa sana, anatamka kitu cha ajabu sana kwa Benjamini. Anasema, nimependa New King James Version. Anasema Benjamin is a ravenous wolf. In the morning he shall devour the prey. At night he shall divide the spoil. Anasema Benjamini ni mbwa mwitu araruae. Anasema asubuhi atararua. Bwana Yesu asifiwe. In the morning he shall devour the prey. Kwa hiyo asubuhi inayozungumzwa pale is a season. Kuna wakati Benjamini atakuwa na nguvu ya kufukuza wanyama. Kuna wakati Benjamini atakuwa na nguvu ya kufukuza mawindo, na atakuwa na nguvu ya kurarua hayo mawindo. Lakini ninachonishangaza, anasema usiku, at the night he shall divide the spoil. Anasema usiku sio tena ya kuwinda, usiku ni ya kugawanya mateka au ya kugawanya nyara. Maana yake anazungumza, anasema kuna majira katika makundi mawili. Majira ya kwanza ni asubuhi. Mtu anakuwa na neema, anakuwa na nguvu, kila anachotaka kukifanya anaweza kufanya, kwa sababu Mungu amempa neema, Mungu amempa nguvu. Kwa watu ambao wanafahamu kazi ya kuwinda, kazi ya kuwinda inahitaji power, inahitaji nguvu. Lakini anasema itapofika usiku, huyu mtu hatakiwi kuwinda tena, kwa sababu nguvu yake imeisha. Anatakiwa kugawanya mateka. Bwana Yesu asifiwe. Utanielewa tu. Maana yake kuna season ambayo Mungu anakupa, tunaita season ya asubuhi, ni season ya saving. Kuna wakati inaitwa usiku, huo ni wakati wa kutulia. Una nyumba zako ziko pale, unapangisha tu, unakula, unagawanya mateka, unagawanya nyara. Sasa inafika usiku, hauna nyara ya kugawanya, unaenda kwenye mawindo na nguvu hauna tena. Utamkamata nani? Swala utamkamata? Digidigi utamkamata? Maana yake anachozungumza, anasema kuna watu inafika kipindi wanakuwa out of the season. Na ukiwa out of the season, kitu cha kwanza unakuwa hauna power ya kufanya kile ambacho unatakiwa kufanya. Unakuwa hauna energy ya kufanya kile ambacho unatakiwa kufanya. Unakuwa hauna grace ya kufanya kile ambacho unatakiwa kufanya. Lakini inapofika asubuhi, asubuhi haina shida, unaweza ukawinda, unaweza ukararua yale mawindo, kwa sababu unakuwa na nguvu. Ndio kitu ambacho anatamka Yakobo. Yakobo anasema Benjamin is a ravenous wolf. In the morning he shall devour the prey. At night he shall divide the spoil. Muulize jirani yako, wewe upo katika kundi lipi? Uko katika kundi la kuwinda au kundi la kugawanya nyara? Ana nyara zake zipo, akiangalia balance kwenye akaunti zinasoma, akiangalia nyumba zipo nyingi, akiangalia makampuni yanaenda vizuri, akiangalia magari ya kampuni yanaenda vizuri, yuko kwenye level ya kugawanya nyara. Au ndo ile balance kaikwangua mwaka mpya, alisema anaenda kusherekea, amekwangua yote, alafu akiangalia saizi anasema hii ni akaunti yangu au ya mwingine. Kwa kuna season ambazo lazima uzifahamu. No maana hii nyimbo inasema utufundishe kuzihesabu siku zetu. Anasema tusije tukajisahau. Maana yake kila siku ambayo tunapewa na Mungu, kwake yeye amezihesabu na zina maana kubwa sana mbele ya uso wa Mungu. Ukipoteza siku moja, maana yake kuna majira ambayo tayari umeyapoteza.
Ukiamua kuspend wiki moja kwa kulala tu, ufanye chochote, trust me, kuna sehemu you are losing. Kuna sehemu unapoteza. Kuna sehemu you are losing. Ukiamua mwezi mzima kukaa tu nyumbani, haufanyi biashara yoyote, haufanyi kazi, unasema naamua kula bata, kuna sehemu you are losing. Ndio maana anasema asubuhi, wanaojua kucheza na majira ya asubuhi ndio watu ambao wanafanikiwa, kwa sababu wanakuwa na power, wanakuwa na grace katika kitu ambacho watu wengi kinatushinda. Ni kama hii nyimbo inavyosema, nisije nikajisahau. Wanajisahau kwa sababu leo ninaweza nikaingiza dola milioni 1, leo naweza nikaingiza milioni 500, basi kila siku itakuwa hivyo hivyo. Unatakiwa ufahamu kila chance unayopewa ni golden chance. Lazima kile unachokipata ukitumia vizuri, ukijua kesho kuna kitu kinaweza kubadilika. Kuna watu ambao nimewaona walikuwa wako kwenye kazi nzuri, wanachukua mishahara mizuri, na siku hizo kazi zilivokoma, hawa watu walikuwa hawana chochote cha kufanya, wakarudi kwenye maisha ya hali ya chini, mpaka watu wanaoona wanawashangaa, kwa sababu hawa watu walishindwa kutofautisha majira. Walishindwa kujua kwamba hii ni asubuhi yangu. Yesu anasema imetupasa kufanya kazi zake yeye aliyetutuma maadamu ni mchana. Usiku waja tusipoweza kufanya kazi. Ametumia neno usiku. Mungu anaweza akakupa leo milioni 100. Kuna kitu anataka kukiona kwako kupitia milioni 100. Anataka kuona uwezo wako wa saving, anataka kuona uwezo wako wa kuwekeza, anataka kuona uwezo wako wa kufanya biashara, anataka kuona uwezo wako wa kusogeza mbele ufalme wa Mungu. Lakini wewe ulipopata hiyo milioni 100 ukaamua kujivuruga. Wasema nataka nitembee kama nchi 6 hivi. Uliporudi hamna kitu. Unasubiria milioni 100 nyingine, ghafla haipo. Unasubiria milioni 90, haipo. 80 haipo. 70 haipo. 100 haipo. Ghafla unaanza kusema yoyote itakuja tu. Yaani kwa wadada wananielewa. Kuna watu walikuwa wakija kwako na waangalia kuanzia juu mpaka chini. Anasema bwana, unajua mimi nataka nikuoe nini uko asubuhi hapo. Asubuhi kwanza una mapozi kweli kweli asubuhi. Una mapozi hata umsikilizi. Asubuhi inaenda tu, anakuja huyu, ana propose, unawapiga kibuti. Poleni sana kina baba mliopokea vibuti. Bwana Yesu asifiwe. Hamna amina, au hawapo. Hawezi kusema, wanaficha siri. Hawezi kusema hilo hawezi kusema. Wanaficha siri. Unashangaa ghafla dada imeingia usiku. Kwa unasema mimi nataka mtu wa aina fulani, nataka mrefu, nataka mfupi, nataka mweusi. Ghafla umuoni mweusi, ghafla umuoni mrefu. Ghafla umuoni mfupi tena, unasema yoyote. Ghafla yoyote hayupo. Unakuja kwa Pastor Lewis. Bwana baba tuombe. Tuombe bwana, kuna mzimu unanisumbua, umezuia vitu vyangu. Umezuia ni neno la mahusiano. Kila Ijumaa yupo. Kumbe sio mizimu. The season ulishindwa kucheza na majira. Bwana Yesu asifiwe. Majira katika ulimwengu wa roho ni kitu very sensitive. Anayecheza na majira yako anacheza na destiny yako. Bwana Yesu asifiwe. Destiny nyingi zilizoharibiwa zimeharibiwa kwa sababu ya majira. Watu wengi waliofanikiwa wamefanikiwa kwa sababu wameweza kudiscern majira yao. Mimi Mungu akiniambia kitu kwamba hiki bado, yaani wewe ongea vivyo unavyotaka, mimi nasubiria. Yaani as long Holy Spirit ameniambia hiki subiri bado, mimi nasubiria. Yaani wewe hata ukiongea mimi nasubiria. Kama ni Roho Mtakatifu ameniambia hiki bado kwa sasa subiri, nasubiri. Nitasubiri.
Lakini kama ni mizimu nitaivuruga, tutapambana nayo kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama ni Mungu ameniambia subiri, nitasubiri. Kuna watu mnamsingizia Roho Mtakatifu hadi mwenyewe anasema mimi sihusiki. Unamsingizia. Najisikia ndani yangu kama kusubiri hivi. Kuna mmoja alisema anajisikia ndani yake kama kusubiri. Kwa hiyo akanifuata akasema, unajua kuna hali naisikia Roho Mtakatifu anazungumza na mimi vizuri sana. Nikamwambia anazungumzaje? Na yeye anasema huwa anajisikia hali ya kusubiri. Kwa nini? Akaniambia kila akija mwanaume naambia tusubiri kidogo. Nikamwambia hiyo hali imeanza miaka mingapi? Akaniambia mwaka wa 5. Nikamwambia funga macho. Afunga macho, mzimu wa bibi ukalipuka. Sema yani ana bahati, ilibakia miaka 5 huyu asingezaa tena. Yani ilibakia miaka 5 tunamalizia huyu asingezaa tena. Yani wewe mtumishi unaharibu, yani miaka 5 imebakia. Huyu tulikuwa tunamaliza, maana season yake ndani ya ndoa ilikuwa ndani ile miaka 10. Lakini angeendelea angesubiri ile miaka 5 mingine, maana yake alikuja kupata changamoto kwenye uzao. Na shida sio Mungu, shida ni season kwenye hilo eneo ilipita. Muulize jirani yako, wewe uko ndani ya season? Kuna mtu mmoja nikawa namuombea, nilipokuwa namuombea Roho Mtakatifu akaniambia mwambie andike vision plan. Nikamwambia nitakiwa andike vision plan. Akaniambia hiyo sijui ni nini hiyo, hata sijui namna ya kuandika. Nikamtengenezea skeleton ile format nikamtumia. Mwaka wa 6 mpaka leo nasubiria vision plan yake. Hajawahi nitumia wala nini. Na Roho Mtakatifu akaniambia yani huyu akiandika vision plan akutumia iombee mpaka aone matokeo. Mpaka leo na mimi naisubiria vision plan yake. Sijaipata. Kwa hiyo nikajua huyu mtu kuna nguvu ambayo inakizana naye kwenye majira. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu ambayo inakizana naye kwenye majira. Muulize jirani yako, uko ndani ya majira? Nataka tukaangalie mfano wa Sauli, tukaone vitu ambavyo Mungu alifanya kwenye maisha ya Sauli alipokuwa anaingia kwenye msimu wa ufalme, kukaa kwenye kiti cha kifalme. Naomba ufungue kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 9 mstari wa 15 mpaka 16. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 9 mstari wa 15 na 16. Neno la Mungu linasema, basi Bwana alikuwa amemfunulia Samueli siku moja kabla Sauli hajamwendea akisema, mstari wa 16, kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benjamini, nawe mtie mafuta ili awe mkuu juu ya watu wangu Israeli, naye atawaokoa watu wangu na mikono ya Wafilisti, maana nimewaangalia watu wangu kwa sababu kilio chao kimenifikiria. Neno la Mungu linasema kabla Sauli hajaingia katika msimu wa kukaa kwenye kiti cha kifalme, neno la Mungu linasema basi Bwana akamfunulia Samueli. Maana yake kuna kitu ambacho lazima ufahamu. Kwenye kila msimu, kabla hujaingia msimu mpya, jifunze kukaa katika uwepo wa Mungu upate revelation ya kutembea nao kwenye mwaka unaofuata. Sio, unanielewa? Nasema hivi, kabla hujaingia kwenye msimu mpya, jifunze kukaa magotini kwa Bwana ili akufunulie, akupe revelation ya kitu ambacho unatakiwa kutembea nacho kwa msimu mpya. Neno la Mungu linasema Sauli akiwa hajijui ni nani, ajui kama anaenda kuwa mfalme, lakini kuna mtu mmoja anaitwa Samuel. Kwa sababu huyu mtu anaomba, huyu mtu anafunga, huyu mtu anakaa katika uwepo wa Mungu, Roho Mtakatifu akamfunulia season inayofuata, mtu anayetakiwa kukaa kwenye kiti cha kifalme cha Israeli. Kwa kabla hujaingia kwenye mwaka mpya, kabla hujaingia msimu mpya, kaa magotini, muulize Mungu
Nitatembea na ufunuo gani kwenye kazi yangu? Nitatembea na ufunuo gani kwenye biashara yangu? Nitatembea na ufunuo gani kwenye ndoa yangu? Nifunulie ninachopaswa kutembea nacho. Ndio maana Paulo anaombea kanisa la Efeso. Kitabu cha Efeso sura ya 1 mstari wa 17 anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape ninyi roho ya hekima na ufunuo. Manake roho ya ufunuo inatakiwa kuwa sehemu ya maisha ya believer. Anatakiwa kutembea na revelation, kwa sababu revelation ni funguo ya kufungua majira. Revelation ni uhakika wa namna ya kutembea kwenye majira. Revelation ni uhakika wa namna ya kushinda kwenye majira mapya. Kuna watu wanatembea bila revelation. Kuna watu wanatembea bila neno la Mungu. Hawajui neno la Mungu linasema nini juu ya maisha yao katika msimu mpya. Kama umeshindwa kiasi hicho, unatakiwa kukaa na mtu karibu anaitwa Samuel. Samuel ni mtu ambaye anaweza akapokea revelation alafu akaileta kwa Sauli. Kuna watu kitu alichokiandaa Mungu 2026 kwako ni kikubwa mno, lakini shida iliyopo umeshindwa namna ya kudownload ile revelation. Hivi unataka uniambie kwa mfano Sauli, kama Samuel asingefunuliwa, manake Sauli asingejua ni mfalme. Alimhitaji Samuel afunuliwe na Bwana kabla hajaenda, ili ajue kama ni mfalme. Manake ndani ya kanisa tunao akina Sauli, watu ambao ni wafalme lakini wanatembea bila revelation. Watu ambao ni wafanyabiashara wa kimataifa lakini wanatembea bila revelation. Wanaishi maisha ya chini, wanaishi maisha ya kawaida, sio maisha ya level ambao Mungu amewaandikia, kwa sababu ya kushindwa kupokea ile revelation. Mfano mzuri ni Sauli. Sauli anawaza punda, anatafuta punda, yuko na mtumishi wake anatafuta punda. Lakini kuna mtu mmoja amefunuliwa, anaitwa Samuel. Amefunuliwa kwamba huyu anayekuja sio mtu wa kawaida, ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi Mungu amenifunulia kwa jina la Yesu. Ninaona wafanyabiashara wakubwa hapa kwenye hili eneo. Ninaona matajiri kwenye hili eneo. Ninaona 2026 kuna watu wana neema ya kukusanya fedha isiyo ya kawaida. Nasema kuna watu wana neema kukusanya fedha isiyo ya kawaida. Upande huu sisikia amen, labda niambie upande huu. Ninasema kuna watu naona wana neema 2026 ya kukusanya fedha zisizo na kikomo kwa jina la Yesu. Ninaona neema fedha za kigeni. Nimefunuliwa na Bwana ya kwamba kuna wafanyabiashara ambao wanateka malango ya Tanzania, ya kwamba kuna wafanyabiashara ambao wanateka malango ya Arusha. Ninakutamkia ni wewe. Kama unaamini ni wewe, sema ameni, na huo ufunuo unakuja juu yako. Huu ni ufunuo utaotembea nao. We have got a revelation ya kwamba mwaka 2026 hautashindwa bali utashinda. Tunatembea na divine victories. Tunatembea na divine victories. Nimetumwa ufunuo leo nitangaze kwako ya kwamba wachawi mwaka huu wanasalenda, waganga wanasalenda, watesi wanasalenda, maadui zako wanasalenda. Unatembea na upako wa divine victories. Unatembea na upako wa divine victories. Kuna watu, kuna maeneo yaliwashinda, lakini nimetumwa nikutangazie 2026. Ninaona unainuka kwa ushindi. Ninaona unainuka kwa ushindi. Nenda kafanya tena ile biashara uliyoshindwa. Nenda tena kwenye mahusiano uliyoshindwa. Nenda tena kwenye ndoa iliyoshindikana. Ninasikia tu ushindi, divine victory. Huo ndio ufunuo niliopokea. Na mimi kazi yangu ni kuleta kama Samuel. Kama Samuel alivyomwambia Sauli, ninatamka wafanye biashara, nendeni mkaguse biashara zenu. Utaona tu mtaji unaongezeka. Ninatamka yabashata labaya. Ninatamka expansion. Ninatamka ongezeko 2026. Ninaachilia rema word. Ninaachilia rema word. Nenda kachukue territory. Nenda kachukue eneo la biashara. Nenda kachukue frame wewe. Kuna mambo yanaenda kufanyika. Nenda kaanze ile kampuni. Kuna mambo yanakwenda kufanyika. Rudi tena kwenye kiti chako. Kuna promotion ipo. Ninamtabiria mtu mmoja. Kama ni wewe sema amen. Na revelation inakuja kwako. Na revelation
ninakuja kwako. Nimepata ufunuo leo, nimepata ufunuo leo. Yule asiyejijua ni nani, nimetumwa nikwambia kwamba ndani yako kuna ufalme, ndani yako kuna ufalme kama Sauli. Usijione mnyonge, usijione umeshindwa, usijione mnyonge, usijione umeshindwa. Ninakutamkia kwa neno la Bwana ya kwamba nyanyuka nenda, ya kwamba nyanyuka nenda, ya kwamba nyanyuka nenda. Hiyo revelation inavyokuja, inakuja na mafuta, inakuja na upako, inakuja na nguvu. Shalabatalabasia ramashatalabadaskadaba. Ninaona milango inafunguka 2026. Milango iwe wazi, milango ya biashara iwe wazi, milango ya kazi iwe wazi. Ninakutamkia rema word, na itamkia malango. Enyi malango, nyanyua vichwa vyenu. Malango ya Tanzania, malango ya kimataifa, nyanyua vichwa vyenu. Mtu fulani anapita, mfalme wa utukufu anapita. Nimeona ardhi inatikisika ninapo declare. Ninasema hivi, nimebeba ufunuo kwa ajili yako. Hata kama huna imani, hata kama uamini, I have got a revelation for you. Na hii revelation utatembea nayo 2026. Ninakataa magonjwa kuanzia Januari mpaka Disemba. Hautalala kitandani kwa sababu ya magonjwa. Nasema pokea divine victories. Nasema hautapungukiwa 2026. Naona digits zinaongezeka kwenye account. Ninaona watu wanne, ninaona watu wanne walio na imani. Naona digits zinaongezeka za foreign currency. Ninaona digits za dola, digits za euro, digits za pounds. Shatatata, 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 shalabatatata, retatatata. Kila kilichokuwa kinaua vya kwako, ninasema tembea kwa ufunuo ya kwamba safari hii ushindi upo juu yako. Bwana amewaweka adui zako mikononi mwako. Ninaona watu wanarudi tena kwenye kazi zao, wanarudi kwa kishindo. Ninaona watu wanarudi kwenye biashara zao, wanarudi kwa kishindo. Receive power of divine victory. Receive power of divine victory. Receive power of divine victory. Ninaona kuna watu watatu wanapewa funguo. Ninaona kuna watu watatu wanapewa funguo. Hii funguo ni ishara ya kwamba hakuna mlango utaofunga mbele yako, ya kwamba hakuna mlango utaofunga mbele yako. I declare, I decree, I declare and decree divine victory, 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 divine victory. I declare and decree, utavoingia kwenye eneo lililobeba baraka zako, adui zako wataona umeingia na atmosphere na wingu la ushindi. Kuna watu wataenda kusalenda. Kuna watu watakwambia ni sisi tulikuwa tunaloga, lakini tumekuja kusalenda. Ninasema adui zako 2026, they are going to surrender. They are going to surrender. They are going to surrender. Wanaenda kusalenda, wanaenda kusalenda, wanaachia, wanaenda kusalenda, wanaachia afya, wanaachia biashara, wanaachia uzao, wanaachia kazi, wanaachia ndoa. They are going to surrender in the name of Jesus. Naweza ukaa hapo. Kazi yangu ni kupokea ufunuo kama Musa, kupokea ufunuo kama Samuel, alafu nauachilia kwako. Bwana Yesu asifiwe. Safari hii hata kama maadui zako wako wangapi, Daudi akasema, jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vijapolitokea, anasema hata hapo nitatumaini. Ninasema hivi, kuna watu mmezingirwa na adui na ujui, lakini nasema hivi, pokea the spirit of courage. The spirit of courage is coming upon you now.
Roho Mtakatifu ananiambia kuna watu hawajijui, ila ni watu wa warfare. Wanatakiwa kupambana vita ili wa take over territory. Na mimi na declare katika jina la Yesu, pokea uwezo wa warfare. Bwana amefundisha mikono yako kupigana vita. Ninasema kuanzia sasa hofu haina nafasi ndani yako. Pokea uwezo wa kupigana vita. Pokea uwezo wa kupigana vita. Kuna mtu anapewa neema ya kuomba. Pokea uwezo wa kupigana vita. Uwezo wa kupigana vita. Na baba shakala baba shakala baba shakala baba. Pokea uwezo wa kupigana vita. Spirit ya kupigana vita. Uwezo wa kupigana vita. Pokea uwezo wa kuomba. Pokea uwezo wa kuomba. Pokea uwezo wa kuomba. Pokea uwezo wa kuomba. Ninaona watu 4, alafu naambia watu ni warriors. Rakatatata rakachakatatata rabachakatatata. Ninaona watu 4. Ninaona watu 4, alafu naona radi juu ya vichwa vyao. Naona radi juu ya vichwa vyao. Nasema hivi, pokea uwezo wa vita. Pokea uwezo wa vita. Hautachoka, hautazimia, hautachoka, hautazimia, hautakata tamaa. Pokea uwezo bahata. Rakashia biata ramashakata rama mama. Pokea uwezo, pokea uwezo, pokea uwezo, pokea uwezo. Uwezo. Power. Kuna watu 4 wanapokea nguvu ya kupambana vita. Ninaambiwa katika hii njia unayoiendea, you need power of prayer. Na hao watu kuna kitu kinaingia ndani yao. Watajisikia sana kunena kwa lugha. Wengine watajisikia kuomba. Ninaona watu 4, afu Roho Mtakatifu ananiambia kabla siendelee kufundisha, hao watu 4 they need this divine power. Wanahitaji nguvu ya kiungu ya kuweza kuomba, ya kuweza kufunga. Kuna watu miezi 12 yote watatembea na power isiyo ya kawaida. Watatembea na power isiyo ya kawaida. Where are those 4 people? Warriors. Where are they, warriors? Rakakakakaka rabababakakakaka. Warriors. Bado watatu. Kuna mmoja anapewa mtaa kwenye biashara. Rakasheka Damaskaba. Bado wawili. Rakababa. Kuna mmoja anaiona hiyo nguvu kwenye uzao. Ili aweze kuvuka, anahitaji hiyo power. Rakabana. Power. Rabababa. Power. Repa power. Raba power. Power. Reba kama raba ramania rabana kama ramana kama namana. Power. Hii power inavyokuja chochea. Rakabama rakakakia rakakokai rakakakaba ramakebababia rakabebebia rakababababa. Power. Arise. Power. Power. Reka power. Know your power. Chochea. Know your power. Chochea. Know your power. Chochea. Ninamwona mtu mmoja ananyanyuka, ana take over kwenye ofisi. Ninaona walikamata kiti kwenye ofisi, lakini anarudi tena, ana take over. Ninamwona mtu mmoja anarudi kwenye kilimo, anarudi tena. Zebia ragashebia taskota tiakosta rekasatia taskota rama. Naliona wingu jingine. Alafu Roho Mtakatifu ananiambia nisimame juu ya madhabahu. Rakaba power. Naona nguvu ya kuomba pale.
I release power of Holy Ghost. I release power. Is moving. Is moving. Watchers wa familia. Watchers wa familia. Walinzi wa familia. Walinzi wa familia. Rakashekete. Rakashekete ketea. Rakashekete tatiata. Rababa bia bia bia. Rababa. Mungu ananiambia nisiache. Niachilie neema. Hiyo neema inatembea. Hiyo neema sio ya leo tu. Utatembea nayo mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa nne, mwezi wa tano, mwezi wa sita, mwezi wa saba, mwezi wa nane, mwezi wa tisa, mwezi wa kumi, 11 na 12. Naliona sasa wingu la utukufu. Covering of the glory. Covering of the glory. Covering of the glory. Hii ni level nyingine. Hii ni level nyingine. Naona level ya utukufu. Rakashenta. Rakashenta. Ingia hapo. Ingia hapo. Ingia hapo. Raba 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 raba. Raba baba ya raba baba. Raba baba ingia hapo. Power ya. Power power power. Power hapa. Hapa. Nasikia sauti za waombaji. Ranto. Rakabana. Rakabona. Rakamanto. Rakamantos bia. Rakabia bia 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 bia. Power. 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 Raba. Power. Power. Ya baba 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 raba baba raba baba. Power power power. Tangaza ushindi kwenye nombo limekutesa miaka mingine. Tangaza ushindi. Declare victory. Declare victory. Baro baria bada. Baro baria bada. Baro 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 bea baro bea baro bea baro bea bea raba bea 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 raba bea baba bera raba bebera raba bebera raba bebera raba bebera. Pambadilika hapa. Oh my God, pambadilika. Raba beberai raba beberai bariaba 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 bakorara 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 bakorora reka bakorora reka bakorora reka bakorora reka bakorora rama mama mama raka bakorora bakoraria bakorora bakoraria bakorora barabia biarada badia biarada badia biarada rema biarada rama biarada raba raba. Niletea watu wanne. Niletea watu wanne hawa. Raba biaraba ke barada ke baraba baba ke baraba baba ra ramanda raba raba. Power be power baba 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 baba. Power power baba 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 rababa. Chochea chochea. Power 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 baba 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 power 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 power. Chochea. Tangaza ushindi. Chochea. Bado dakika mbili. Natangaza ushindi kwenye ndoa yangu, kwenye afya yangu, kwenye biashara yangu, kwenye utumishi wangu, kwenye hili kanisa. Divine victory. Divine victory. Divine victory. Rakaba raba kaba na baba baba raba kaba mama mama teka totatia rakateta totatia. Watu wana take over. Watu wana take over. Watu wana take over. Wana take over. Endelea. Wana take over. Usiliache ili wingu. Usiliache ili wingu. Rakabaskaba rekabaskabana rekaskabana roba re roba raba reba roba raba baba baba talato raba baba raba baba raba baba raba baba baba raba baba raba baba. Power 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 ke kakakaka ke kakakaka ke kakakaka. Power 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 ramada rabada. Bado dakika mbili. Goba reka gobana 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 reka baba 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 raba baba baba. Upande unyosha mikono. Upande unyosha mikono. Receive power 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 power. Get ta 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 rama mama mama.
Nimeliona wingu upande huu linatembea, wingu lije juu yao, wingu la utukufu, covering of the glory, 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 covering of the glory. Ndio hiyo cover. Utatembea na cover ya utukufu. Watakutafuta hawatakupata, watakuona ndani ya cover of the glory, ndani ya cover of the glory. Shatatata, 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 rata shatata, rababa shatatata, rababa shatatata, rakata. Kuna kitu kinaendelea. Roho Mtakatifu ananiambia kuna watu wanataka kuwa train kwenye warfare. Ananiambia it is happening right now. Haya sio maombi ya kawaida, ni training. Anasema anataka kuwa train kwenye warfare. Mungu unaotaka kwa train kwa ajili ya kuombea kanisa, intercessor. Unaotaka kwa train kwa ajili ya kuombea kanisa, intercessor. Unaotaka kwa train kwa ajili ya njia 2026. Where are they? 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 Rakatatata, rakatatata. Kuna watu wanaandaliwa, alafu ninaambiwa watakuwa wanasimama madhabahuni kwa eneo la kuombesha. Katata, rakashatatata, taitwatwa, rabashetatata, ramamamamama. Kuna wingu linaachiliwa. Ninaambiwa ni watu wa vita. Hawa ni mashujaa wa vita, wanaofundishwa kupambana vita, wanaofundishwa kupambana vita. Ninaambiwa kwa njia unaoiendea 2026, you need this kind of training. Unahitaji aina hii ya maombi. Kwa mara ya kwanza naliachilia hilo wingu. Kwa mara ya kwanza naliachilia hilo wingu. Naliachilia hawataweza kukaa, hawataweza kukaa. Naliachilia hilo wingu. Wale waombaji, wale mashujaa waombaji, wale mashujaa waombaji, wale mashujaa waombaji. Yes no, yes no, yes no, yes no, yes no. Ya baba ya, ya baba ya, ya baba ya, ya baba ya. No, 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 no. Ya baba ya ta. No, no, wanaomba sasa, wanaomba sasa, wanaomba sasa. Upako wa kuomba ndo. Nasikia yeu aliandaliwa kumwangusha Jezebel. Ataladaba, ramamamamama, ramamamama, rakamamamama, ramamamama, rakaba, rabakaba, rabakababa, rebababa, rabababa, 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 rakaba, rakababakeba, rakababakeba, rama. Wasiochoka rababia keba, rabakebabebe. Nawaona sasa, naona upako upo juu yao, upo juu yao, upo juu yao, upo juu yao, upo juu yao. Power raka bena ka bareba nabaka rama mama mebia raka bena ka baba bia raba. Upako unaongezeka. Raba. Nyosha mikono yote juu. Roho Mtakatifu ananiambia niachilie nikiwa juu ya madhabahu. Oh my God. Nimeona cover ya utukufu umefunika kanisa zima. Oh my God. Alafu hii cover inapopita, nimeona kila inakopita mtu anapewa sauti na nguvu ya kuomba. Anapewa sauti na nguvu ya kuomba. Alafu ninaambiwa ya maombi. Oh my God. Ninaambiwa ya maombi ni ya kutengeneza 2026. Hauta struggle. Ninatamka kwa mara ya kwanza, let the cover of the glory come upon you now.
Ndio hiyo. Shebiada baradia. Rababababa. Ndio hao wanasimama. Wanaomba. Wanasimama. Wanaomba. Ndio hao. Baba bibi. Wanapasua njia ya 2026. Wanapasua. Rakaba. Rekababa. Telatogos. Talagos. Rakashagabo. Ramamamabia. Rakabos. Rama. Rekaba. Ramamamamama. Touch. Warriors hawezi kunyamaza. Kuna kitu kinachochea ndani yao. Zikizikiko kakakia. Zikikakakia ka. Rakashikitekata. Rashiatatatiata. Rabashiatatatia. By the anointing of prophetic that is upon me, I command you to rise. 2026, I command you to rise. I command you to rise. Kwa mara ya kwanza, mara ya pili. Touch. Oh my God, something is happening. Nimeona watu wametap kwa hiyo anointing. Na hawezi kuacha tena. Ninaambia hapa kuna vijana wana kitu cha kuombesha. Yakatata. Wana kitu cha kuombesha madhabahuni. Rakashkata katia. Rakakakatia tatata. Deskatatatata. Ratatatatatatia. Tokoskatia. Ratashatarata. Ratatatatata. Oh my God, they can't stop. Hawezi kuacha. Kuna neema imeingia ndani yao. They cannot stop. I command you to rise financially. 2026, you will never struggle financially. I release grace. Take it. Kila anayesimamisha vitu vyako vya uchumi, vya kwake vitasimama. I declare, vya kwake vinasimama. Vya kwako vinaenda. Vya kwake vinasimama, vya kwako vinaenda. Vya kwake vinasimama, vya kwako vinaenda. Touch. I command you to rise financially. 2026, rise financially. Oh my God. Take it, my Jesus. Take it, more grace to prayer. Grace of prayer. Yes, it's increasing.